watasema Bwana na asifiwe. Amen. Tunamshukuru Bwana jioni ya leo kwa wema wake juu ya maisha yetu. Tulimwamini Mungu ya kwamba tutakuwa hapa katika jioni ya leo. Waimbaji hawa watakuwa hapa kwa street zetu kuabudu. Hawatakuwa hapa peke yao siku ya leo peke yake. Waimbaji hao wametoka makanisa tofauti tofauti. Na wanakuletea street worship every Sunday. Leo tuko hapa. Naweza kuwa hapa wiki ijayo. Tusonge pepe zingine. Lakini tunamwamini Mungu ya kwamba tutakuwepo tukimwabudu Mungu katika street zote za Nyamira. Na tuna imani kwa Mungu aliyeanza kazi nzuri ataikamilisha maishani mwetu. Jioni ya leo tunamwamini Mungu. Tutaenda kuwaletea neno la Bwana pia. Biblia inasema neno la Mungu ni majibu ya shida zetu. Yale tunayapitia katika maisha yetu, majibu yake yanapatikana kwa neno. Kuna watu wanatafuta msaada, msaada kwa wazee wa kijiji. Nataka nikuambie jioni ya leo, msaada wa mwanadamu unatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Msaada wa mwanadamu hautoki kwa pesa. Msaada wa mwanadamu kama jioni ya leo, kuna wenzetu kama sisi amesema waje nipitie kwa nyumba ya kujiburudisha. Anasema nijikaa huko nitatuliza akili zangu. Kwa mpendwa, kutuliza akili haipatikani kwa pombe. Kutuliza akili haipatikani kwa ulevi. Kuna mwingine amesema amenisumbua nyumbani, wacha niende kwa zile nyumba nipate mama mwingine. Wengine wanaweza kuwa kubwa kubwa. Nimepasa tuliza akili zake. Jioni ya leo, msaada wa mwanadamu hapatikani kwa ndogo kubwa kubwa. Msaada wa mwanadamu unapatikana kwa Mungu. Hiyo ametufanya tukasimama hapa, tukawaletea Injili, tukawaletea nyimbo, tukamsifu Bwana. Awabariki. Piga Bwana makofi, shangwe na vigelegele. Ninaenda kuwaletea neno kutoka kitabu cha Marko 5. Na Mungu amenena pamoja na moyo wangu, na amenipatia neno la kuwapatia muda mfupi ndiposa kwenda manyumbani. Neno la Mungu linasema Marko 5 fungu lake ni 21 mpaka 28 mpaka 29. Neno la Mungu linasoma hivi. Nitasoma kwa ajili ya muda na ndugu yangu na translate. Neno la Mungu linasema hivi. Yesu alifukia tena upande wa pili wa ziwa kwa mashua. Umati mkubwa wa watu ukamkusanyikia mbele yake, naye akawa amesimama kando ya ziwa. Hapo akaja
mmoja wapo wa maofisa wa sinagogi abaya mababa wa sinagogi alacha aitwaye Yairo. Alipomuona Yesu akajitupa mbele ya miguu yake akimsihi akisema, binti yangu mdogo ni mgonjwa, ako karibu kufa, twende tafadhali ukamwekea mikono yako apate kupona na kusii. Basi Yesu akaondoka pamoja naye, watu wengi sana wakamfuata, wanamsonga kila upande. Twende fungu la 34. Twende verse number 30. Twende verse number 35. Yesu alipokuwa bado anasogea, watu walifika kutoka nyumba kwa yule ofisa wakamwambia, binti yako amekwisha kufa. Yunini kuendelea kumsumbua mwalimu, lakini bila kujali walichosema. Yesu akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakumruhusu mtu yeyote kumfuata naye ila Petro, Yakobo na Yohana. Wakafika nyumbani kwa ofisa wa sinagogi. Yesu akasikia makelele, kilio na maombolezo mengi. Akaingia ndani akawaambia, mbona mnapiga kelele na kulia? Msichana akufa amelala tu. Lakini wao wakamcheka. Basi akawaondoa nje, akawachukua baba yake na mama yake huyo wanafunzi wake, wakaingia chumbani, kisha akamshika mkono, akamwambia, Talita kumi. Maana yake msichana anakuambia amka. Mara msichana akasimama, akaanza kutembea. Bwana asifiwe sana. Amen. Waje tuombe. Baba, tunasimama hapa kwa ajili ya neno lako. Ulibariki sasa kwa jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Biblia inatuambia habari ya mtu mmoja. Biblia inasema yeye alikuwa mkuu wa sinagogi. Sinagogi ni mahali watu walikuwa wanaenda kuabudu, mahali watu wangechukua sadaka zao kumwabudu Mungu, mahali watu wangekutana kila Sabato. Biblia inasema alikuwa anaitwa Jairo. Alikuwa mtu wa heshima, alikuwa mwalimu wa neno, alikuwa amejua sheria zote za Mungu. Biblia inasema binti yake akawa mahututi. Biblia inasema hivi, hata kama binti yake alikuwa mgonjwa mahututi, yeye alikuwa anajua akiwa na shida anachukulia nani. Anawaambia watu wa jamii, shida zetu, matatizo yetu, majibu yake
sama David kama kwa mtu yeyote kutoka sama mtu Yesu yetu ama simu yetu kwa Mungu ni kutoka sama Yesu oyo songa tena amonese. Hallelujah, amen, hallelujah, amen. Majibu ya shida zetu ama simu yamesanga yako kwa lile kanisa unaenda kutoka kanisa yetu kwa ile sabato unaenda kutoka sisi kwa ile Pentecost unaenda kutoka kanisa ya Pentecost kwa Katoliki penye unaenda kutoka Katoliki ya shida zako ama simu yamesanga Yesu mwana wa Mungu. Yesu Biblia ni Matendo ya Mitume 12 maana sisi tutapewa jina lingine jina la Yesu. Hakuna jina lingine kuponya magonjwa. Hakuna jina lingine wanadamu waokolewe. Hakuna jina lingine kukimbilia. Hatuna dini kukimbilia. Lakini neno la Mungu nasema Yesu Mwana wa Mungu atainuliwa juu. Atakayemtazama katika maisha yake, jibu la matatizo yake litapatikana kwa jina la Yesu. Biblia inasema Yairo akawacha madhabahu, akawacha sinagogi, alipotoka pale Biblia inasema akamtafuta Yesu. Hata wewe pamoja na mimi jioni ya leo wacha zaidi ya dini, zaidi ya dini, zaidi ya sinagogi, zaidi ya sabato, zaidi ya dini yako. Biblia inasema akaangalia Yesu, Yairo akatoka kwa ile sinagogi, akamfuata Yesu, akamtafuta kwa tauni, akampata pale, akampata pale, akamtafuta kwa ile tauni, akampata pale. Soma Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa anahubiri watu na mtu. He was far from town at that particular time. Jesus was not in town. He was far away from town. So Jairus went as far as the source of the alipopata pale inasema ya kwamba alipompata kwanza akamwabudu, nakwambia hivi alipompata ile asubuhi, ile mchana, ile jioni, akamuinamia. Biblia inasema inafika siku tafuta watu watakaomwabudu katika ukweli. Akampata Yesu, akamuinamia, akamsihi sana, akamwomba sana, akamwambia Yesu, nina binti nyuma yangu ambaye ni mahututi. Akamwambia njoo, tuende kwangu, msichana wangu, tuende kwangu, uje kwangu. Akamponya Yesu. Watu wengi kanisani, naona watu wengi wanaenda kwa mikutano, naona watu wengi wanasikia Injili, naona watu wengi wanasikia neno, wakimaliza kusikia neno wanaenda kwao, wanaenda Yesu, wanaenda kwao, wanaenda kwao,
kumwalika Yesu pamoja na yeye baada ya kuabudu akamwambia Yesu kuja twende kwangu. Neno la Mungu linasema mimi nitasimama kwa mlango na kila mwanadamu ninagonga, sikia sauti yangu, nitaingia ndani ya mkutano huu. Sikia neno nasema unajua kuna watu katika maisha yao hata kwa mikutano kama hii anasikia neno la Mungu, lakini kuna marafiki anakuambia hivi, unasimama hapo, hiyo sio kanisa yako. Unasimama hapo unasikia na wewe uko na kanisa yako. You can have religion but you don't have Jesus. You can have religion but religion minus Jesus. There is no life. Jesus said, I am the truth, I am the way, and I am the life. Hallelujah. Amen. So you must accept Jesus. Because when you have Jesus, you have the truth, you have the life. Hallelujah. Amen. And you know the way. You be in a church, you don't have Jesus. In a church, you don't have the truth. In a church, you are lost. You don't know the way. Kila aliyenipokea mimi ana uzima wa milele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kila aliyenipokea mimi ana uzima wa milele. Kama akifa leo atakuwa hai tena. Weka matumaini yake kwa Yesu. Akamwambia Yesu, kuja kwangu, uko na shida. Hapa kuna watu wako na shida. Hata usiku halali, anasukuliwa na wachawi, akanyongwa the whole night. Siku moja mtu mmoja aliniambia, alikuwa mtu mkubwa wa serikali, akaniambia, hii pastor, I am a very big officer in the government, but for the last 18 years I have never slept. Sijawahi kulala. Ako na dini, lakini hana uponyaji. Ako na dini, lakini hana ukweli. Ako na dini, hajui njia. Nilikwambia, yule mama atalimpokea Yesu. Jioni hiyo mama miaka 18 kumpokea Yesu. Hallelujah. Amen. Inasema watu Mungu anawapenda.
akawapatia usingizi, akawachitoa, akarestore, yeye akarestore, akawachitoa, inasema akaanza safari, Yesu akamfuata, anaenda kwake hadi jioni ya leo. Mkutano unatoka hapa na Yesu, wanaenda kwao na Yesu, wanaenda kwao na Yesu. Biblia inasema, safari ikaanza. Safari ikatoka. Pendo nakwambia, mama ninakwambia, mzee ninakwambia, kijana ninakwambia, baada ya mkutano, hapa utaenda na marafiki siku nyingi, lakini basi ya leo hapa na Yesu, safari ikaanza. Hata jioni ya leo kuna watu wataanza safari. Unajua umetembea na dini sana. Mtu anakuambia pastor. Unaniambia nini? Mimi nilibadilishwa zamani. Kuna mmoja alinistua. Pastor, unaniambia nini? Mimi nimefanya harusi. Wacha nikwambie, Mwenyewe alisema mbinguni hakuna kuoa, hakuna kuolewa, watu wataishi kama malaika, waje kufanya harusi meza ya Bwana, kupumzika na Jumamosi. Sio ukweli. Anza safari na Yesu. Biblia inasema, safari ikaanza. Hata mimi jioni ya leo naambia Yesu, ukimaliza hii mkutano kwangu jioni, naomba Yesu enda pamoja na mimi, pamoja na mimi, katika maisha yangu. Safari ikaanza. Safari inaenda kwa Yairo. Ana shida. Anaabudu Mungu. Anaabudu Yesu. Anamsihi sana. Yesu kuja kwangu. Mtoto wangu ni mahututi. Safari imeanza. Safari ikianza. Biblia inasema hivi. Wakati Yesu alianza kwenda kwa Yairo, watu mwingi, watu wengi, watu wengi wakaanza kufuata Yesu. Ukienda na Yesu utakuwa na marafiki wa ukweli. Kuna mtu mmoja aliimba wimbo akasema, oh Yesu ni baba, Yesu ni baba, nipendeza ni baba, Yesu ni baba. Anasema hivi, Yesu kiniwacha, marafiki wanibeba, marafiki wanibeba. Kuna watu wamebeba na marafiki. Sasa jioni ya leo wataenda nyumbani bila meno, maana marafiki
Mwingine jioni ya leo abande maroba ya bwana alitoka nyumbani na pesa ni garu teka nebe, lakini kwa maana marafiki wanambeba kwa ina singe tabasari ataenda nyumbani ni atogenda nkao watoto wake walale njaa. abana bayo bari Yesu unibebe, nipembeleze nibebe, Yesu unibebe. Haleluya, Amen. pia Bwana sana na vigelegele. Hakuna Yesu singe Hebu nisikie na maliza. Yesu akienda kwa Yairo, yule mtoto alikwenda kuponywa, aliaga dunia, alikufa, amekufa, na kulikuwa na watu pale nyumbani, wakapima na mkono, wakapima, wakasema hii mtoto amekufa. Tafute Yairo, mulete, tuweze mipango ya kusika mtoto. Watu wakaenda kuleta Yairo. Alipofika kwa Yairo, walimwambia Yairo, you are only daughter, amekufa, acha kusumbua mwalimu. Biblia inasema Yesu akageukia, akamwambia, nimesikia vile wamekuambia, usiogope, Biblia inasema Yairo akachupa moyo, pamoja na mwenye anajua njia, mwenye ni ukweli, mwenye ni uzima, ameniambia nisiogope. Hata wewe watu watasema nini? Usiogope, wanakubeba, wanakuambia nini? Sana majibu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Safari ikaendelea. Walipofika kwa Yairo, it was dangerous. Very dangerous. Everybody's weeping. Kila mtu analia. Ukienda kwa ile duka sasa hivi utakuwa watu wanalia. Ukikuja kwa ile utapata watu wanalia. Hata mzee mwenye anasema mtu analia. Sema hakuna kasi. Customer chiabori. Mtu analia. Uchumi umekuwa mbaya. Maisha imekuwa mbaya. Kasongo ametumaliza. Alipofika kwa Yairo, alipata ndio kilio kiko dangerous. Kila mtu analia hapo. Waambia watu wanyamia. Hata mkililia gavana, hata mkililia Kasongo, hata mkilia yeyote, siku ile mtainua macho yenu. Mwangalie Mungu aliyewaumba. Yeye aliye ukweli, aliye njia, aliye uzima. Siku ile mtamgeukia. Sehemu yatabadilika. Neno la Mungu linasema utapewa jina ingine, ila jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Safari ilipokuwa inaendelea, Yesu alipofika, wakapata watu wanalia kwa kila mtu mwenye alikuwa analia. Yesu akatoa amri atolewe nje. Kuna watu jioni ya leo watoa nje maisha yako. Jioni ya leo atapokea muujiza wako. Kuna watu lazima uwaondoe.
Yesu akawaondoa. Yesu akawaruhusu. Yesu akawatoa. Yesu akawaruhusu. Yesu akawaambia toka. Akawatemisoka. Halafu baada ya hiyo nyuma ya akamwendea mtoto msichana. Akamchia msekuru. Akamwambia amka. Akamatembea boka. Let me tell you. Jesus. Yes, He's the creator. Of all things. He spoke to me. Alisema na vitu vikawa. Alisema kuwa na mbingu. Vikawepo. Akasema kuwa na ndege. Akasema kuwa na wanyama. Wanyama wakawepo. Yesu akisema kitu. Asiyebadilika. Yesu akisema kitu. Yesu akisema kitu. Juu ya maisha yako. Mambo yatabadilika. Kuna jambo la kusumbua. Maishani mwako. Mambo yamekusumbua. Ulisoma una kazi. Ulioa una mtoto. Ulioa mkaa kaenda ukabaki. Mpaka watu wamemwambia ile baba yenye uliolewa haungekuwepo. Watu wanaolewa wengi hivi. Tuna Yesu Mwana wa Mungu akiambia bahari tulia, tulia. Akinywa mkate anaambia mkate multiply yourself. Inua samaki multiply yourself. Yesu alipofika kwa ile nyumba aliambia msichana hata kama alikuwa amekufa ameteseka amekufa ameweza matanga aliambia msichana arise inuka hamka jioni ile mchana ule Biblia inasema yule msichana confirm the death. Confirm the death. Verified death. The Bible says that young daughter arose. Akamwambia jioni ya Yesu akisema juu ya maisha yako kila kitu ambacho kimekufa katika ndoa yako, kila kitu ambacho kimekufa katika masomo yako, alisema una kesho. Shetani akasema biashara yako imekufa, biashara yako imekufa, biashara yako imekufa. Leo anasema simama, tembea, sema juu yako. Wamesema wewe hauna kesho. Yesu
akisema jambo, akisema jambo, yanabadilika. Bwana sangu na kuelewa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Yesu kende. Yesu peke yake. Yesu mweka. Watu wamejaribu vitu. Abantu batembele bitu. Lakini kwa Yesu ndio msaada. Kwenda Yesu na bakanyibule. Nataka tusimame kuja hapa tuombe. Brother wala tuko huko, Yesu ni mwema. Mimi subiri dini na mhubiri Yesu. Na wao my brother mkuje tuombe. Omba tu sadaka, sio maneno mengine. Maombi tu. Tukuje. Wale tuko pandele my young people. Bali tolegali abantu wamesikiza. Abasabangali bategereyo. Ninawaambia mkuje tuombe. Nawaambia msaba tuombe. Mungu somba. God loves you so much. There is nothing good like to hear the gospel of Jesus. The Bible says, Jesus said, I cannot be ashamed of the gospel. The gospel is power to life. When the word of God is being spoken in our lives, it gives us life. It gives us tomorrow. Mungu anakuambia ukuje tuombe na wewe na maisha yako jioni ya leo. I'll wait for you. Nitawangojea sana my brother. Nitawangojea sana. Nyinyi ni watu wameni sana. Nitawangojea sana. Sina haibu ya kuongoja. Asante sana. Karibu. Pamoja na wewe katika safari yangu tatembea nawe pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembea. We want to pray for this city.